Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu anakupenda. Amina. Yesu anakupenda. Amen. Amen. Nikushukuru wewe ambaye umekuja mahali hapa kwa ajili ya kusikia neno la uzima. Kwa majina yangu mimi naitwa mwinjilisti na mwimbaji Ibrahim Imani Abdu Yusufu. Haleluya. Naishi Dar es Salaam. Namshukuru Mungu kwa kuwa amenipa neema ya kuweza kufika mahali hapa katika mji huu ili niweze kukuambia habari za uzima wako na afya yako. Haleluya. Wangapi wako tayari kusikiliza habari njema? Kama uko tayari kusikiliza habari njema, nipungie tu mkono wako namna hii. Halafu ongeza vigelegele na ushangilie kwa makofi mbele za Bwana. Haleluya. Amen. Basi tutaenda kusoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 11 na ule mstari wa 28. Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Amen. Hili ni tangazo ambalo Bwana Yesu alitangaza katika dunia yote au katika ulimwengu wote, kwa watu wote, kabila zote na rangi zote, awe mnene, awe mwembamba, awe mrefu au mfupi. Hili tangazo linakuhusu, na mimi nimesimama hapa kwa ajili ya kuliendeleza hili tangazo. Hili tangazo alifanani na matangazo ambayo unayaona yamebandikwa mabarabarani au yameandikwa kwenye vitambaa vyeupe, eti kwamba kuna mganga kutoka Kigoma au kuna mganga kutoka Sumbawanga au kuna mganga kutoka somewhere. Lakini hili ni tangazo kutoka mbinguni, ambalo tangazo hili limebeba kila aina ya majibu ya mwanadamu anayeishi chini ya jua. Tangazo hili na mimi leo ninasimama kulitamka ya kwamba tangazo hili Bwana Yesu alisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Haijalishi ni mizigo ya aina gani, kwa sababu duniani mpaka Mungu anatuma hili tangazo, aliwaona wanadamu wanateseka, wanadamu wamefinywa, wanadamu hawana mlango wa kutokea, hawana majibu. Ndiyo maana Mungu kwa sababu ya upendo wake akaamua kumpeleka Yesu Kristo. Na Yesu Kristo hakupelekwa hivi hivi, akapelekwa akiwa amebeba tangazo. Na hili tangazo alipokwisha kulitangaza, akatuokoa na kina sisi, ili na sisi tuendelee kutangaza katika vizazi vyetu. Kwa hiyo mimi nimesimama hapa kwa niaba ya Yesu Kristo kutangaza tangazo kwa ajili yako, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya uchumi wako, kwa ajili ya familia yako. Hilo tangazo linakuhusu. Mwambie jirani yako, jirani, hilo tangazo linakuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Bwana Yesu alitoa hili tangazo? Kwa sababu alipoangalia duniani akaona wewe unateseka, umekosa majibu, umepoteza matumaini. Ndiyo maana Yesu akatangaza, ili kila mmoja kwa hiari yake mwenyewe atakaposikia tangazo hili aanze safari na kuchukua hatua kuliendea mahali ambapo tangazo hili limeelekeza ulikute. Bwana asifiwe sana. Watu wengi leo
wamekuwa wepesi kukimbilia kwenye matangazo ya matapeli. Wengi, na mimi nilikuwa mmoja wao. Haleluya. Kabla ya kukutana na huyu Yesu, na mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao walikimbilia matangazo ya matapeli. Nikajua nikifika kwenye matangazo ya matapeli nitapata majibu ya maswali yangu. Lakini pamoja na kwenda kwenye matangazo ya matapeli kwa gharama zangu zote, kwa nguvu zangu zote, bado mizigo haikutoka. Badala yake niliongezewa mizigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tu nikumegee ushuhuda kidogo ambako Yesu alinitoa. Mimi kabla ya kumjua huyu Yesu nilikuwa na shauku sana ya kufanikiwa kupitia muziki wa Bongo Flava. Haleluya. Mimi nilikuwa naimba nyimbo zile za ya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yaani nilikuwa naimba zile nyimbo za hivi: toka nimetoka mbali na kaza kumfuata Yesu, na misi wazazi wangu na imani atawale hemu. 25 Disemba Mwokozi alizaliwa, nyota yake ikang'aa, mataifa kushangaa, Herode kufadhaika, shetani kutetemeka, amezaliwa mtu, mbona huyu ni shujaa. Mamajusi mashariki walikwenda kuhakiki, ni wapi amezaliwa mkombozi wa dunia. Walipomuona Bwana walimsujudia, uvumba na sadaka pia walimtolea. Hodi hodi ndugu yangu, habari nakuletea, habari za wokovu za Yesu aliyezaliwa. Fungua moyo wako, wazaliwe ndani ya, kizaliwa ndani yako wataponya maisha yako. Haleluya. Yesu akanikuta huko nikiwa na kiu ya kufanikiwa kupitia huo muziki, niwe nyota, niwe star katika dunia yote. Nikakutana na matangazo yameandikwa, kutana na mganga kutoka Sumbawanga, asafishe nyota yako, atengeneze kipaji chako ili usikike duniani. Na mimi nilipoona nikasema hii ni fursa, bila kushawishiwa na mtu, bila kusukumwa. Kwa hatua yangu nikapiga hatua, nikamfikia. Nilipomfikia akanipa utaratibu wa kufanya na kanuni. Haleluya. Utaratibu na kanuni. Akataka niunganishe somewhere ili nikapokee nguvu kutoka kule za kuniwezesha kuwa vile nataka. Haleluya. Lakini kabla ya kuingia kule nilipewa mitihani kidogo. Mtihani wa kwanza niliopewa ni kwenda makaburini, kwenda kuchukua mchanga wa kwenye kaburi. Halafu nikiwa nimebeba picha yangu, halafu nikiwa nimeweka mule na udi, nimeweka na ubani na vitu vingine. Hatua ya kwanza nikafaulu. Kipindi hicho nilikuwa pale Mwanza. Kuna sehemu moja, kuna ngome kubwa ya makaburi ya historia ya taifa letu la Tanzania. Palitokeaga na ajali miaka fulani. Ile ajali ilikuwa inaitwa ajali ya MV Bukoba. Sasa nikaingia kwenye ile ngome kutafuta kaburi litakalonifaa, kwamba nikipata huo mchanga utanifaa kwa ajili ya kukizi vigezo. Nilipofika kwenye yale makaburi nikakuta kuna ulinzi mkali pale. Nikafeli, sikukata tamaa, nikaanza kutafuta makaburi mengine. Nikakutana na makaburi matatu, lakini yale makaburi yalikuwa jirani na kanisa kama hili. Nakumbuka ile kanisa lilikuwa la mabati kama hivi pembeni. Sasa yale makaburi kulikuwa na msalaba kwenye kila kaburi, na pameandikwa fulani bin fulani alizaliwa mwaka fulani akazikwa tarehe fulani. Aya, kaburi nililoenda sikujua ni kaburi la nani, kumbe lilikuwa kaburi la mtakatifu wa Mungu. Haleluya. Nilipofika pale nikachukua mchanga wangu kama kawaida. Kumbe kuchukua mchanga wa kaburi la mtakatifu wa Mungu ndio mwanzo wa kufeli misheni yangu. Haleluya. Nilipochukua ule mchanga nikawasiliana na mganga wangu, nikamwambia tayari nimekwisha kumaliza safari ya makaburini, ninao mchanga tayari. Nilipochukua ule mchanga nikatia kwenye begi langu, akaniambia mtihani wa pili sasa hivi hapo ulipo nimeshakutengeneza, una uwezo wa kutokuonekana kwa mwanadamu yeyote. Sasa tunaenda kwenye kanuni ya pili. Akanipa kanuni ya pili, kwenda kuiba pesa kwa njia ya kichawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jaribu la pili. Akanielekeza sehemu ya mbali na ninapoishi. Nikachukua bodaboda kwa gharama yoyote
ili kuwahi ile mission kwa dakika nilizopewa. Nilipofika ile sehemu naenda kuiba pesa kichawi, ninashuka tu kwenye bodaboda, mganga akanipigia simu akaniambia, subiri kwanza hapo hapo, tulia. Wale niliokuwa na watuma kukusaidia walikuwa 6, wamekataa. Wanadai sadaka kubwa. Sasa sadaka ulioitoa wewe ni ndogo. Sasa ngoja niite wengine 3 ambao wanaendana na sadaka yako. Nikasubiria. Baada ya muda kidogo akaniambia wamekubali hawa 3. Hawa 3 ninaowazungumzia ni kitu kinachoitwa majini. Unanielewa vizuri? Yale majini 3 yakakubali kuja kufanya kazi pamoja na mimi. Yalipokubali kuja kufanya kazi pamoja na mimi, akaniambia sasa nenda kwenye duka kubwa la pesa. Yaani maana yake sehemu ambapo kuna wakala mkubwa ambaye anafanya hiyo biashara ya pesa, kutuma na kutoa. Nikaenda sehemu moja, kulikuwa na kila kitu, NMB, CRDB, M-Pesa, Halo Pesa, Tigo Pesa na kila kitu. Nilipofika mahali pale, kumbe na wale watu wa pale wameokoka. Haleluya. Nilipofika pale alikuwa ameniambia taja majina yako 3 mara 3 kabla ya kuongeleshana na mtu yeyote, na usimsalimie mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimaliza tu namna hiyo, ingia, chukua pesa, watakuelekeza hao niliowatuma wako pamoja na wewe. Aliponiambia vile, nikaingia, niko serious. Nilipofika pale sikusemeshana na mtu, nikaanza kutaja majina yangu 3 mara 3. Nilipomaliza kutaja majina yangu mara 3, halafu nikaingia nataka nifanye kile kitu, nikastukia unakuja upepo mkubwa. Ule upepo ulipokuja ukashindwa kuingia pale nilipo, ukazunguka. Ulipozunguka ukapita tu, mimi ukanipitia upepo kidogo, halafu kapeperusha noti moja ya shilingi 10,000, ukaenda kuzimikia katikati ya barabara. Ulipozimikia katikati ya barabara, yule mama mwenye duka akasema, unatafuta nini hapa? Aliposema unatafuta nini hapa, akili yangu ikarudi kwenye maelekezo ya mganga. Aliniambia hakuna anayekuona na kuna watu nimewatuma wakusaidie. Sasa pale nilipoambiwa unafanya nini hapa, nikaanza kutetemeka. Nilipoanza kutetemeka, yule mama akanikamata akasema, wewe tumekukamata, lakini usiku tulionywa na Roho Mtakatifu juu yako. Sasa kipindi ananiambia hivyo, tulionywa na Roho Mtakatifu juu yako, mimi nikawaza kwamba nimekuwa nikisikia tu wanaotajaga Roho Mtakatifu ni wa Kristo. Sasa na mimi Ukristo siujui. Nikajua hawa ni wa Kristo. Aliposema tulionywa na Roho Mtakatifu juu yako, kama asingekuwa Roho Mtakatifu kutuonya juu yako, leo ilikuwa siku yako ya mwisho kuishi. Haleluya. Wakajaa watu pale. Walipojaa watu pale na waandishi wa habari wakajaa pale, nikasema leo nimekwisha. Nilipokuwa pale, wale watu wanasema, mama, huyu mtu ni wa kwetu au ni wa kwako? Yule mama akasema huyu ni wa kwangu. Maana yake angesema huyu ni wa kwenu, maana yake wangelinichukua na kwenda kuniua, huku wakidai hawa tumewatafuta siku nyingi, wamekuwa wakitusumbua, sasa tupe ili tukamalizane naye. Lakini yule mama akasema asingekuwa Roho Mtakatifu alikuwa wa kwenu, ila ngoja nidili naye mimi mwenyewe. Yule mama akanichukua akanipeleka kituo cha polisi. Ilikuwa mara yangu kuingia kituo cha polisi. Nilipopelekwa kituo cha polisi, yule askari akanihoji akasema ilikuwaje? Nikamwambia ni harakati za kutafuta maisha. Nikaeleza ukweli kama ulivyo. Yule askari akacheka akaniambia kaa mahali pale, akahudumia wengine kwanza. Halafu yule mama akaacha mashtaka pale akasema huyu simfungulii mashtaka ya aina yoyote, isipokuwa inatakiwa apigwe hii miguu kwanza, arudi nyumbani akiwa amevimba miguu, ajifunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio hasara niliyoipata baada ya kukimbilia matangazo ya matapeli.